Kuna wakati unaomba, unalia, unatafuta majibu, lakini mbingu zinakuwa kimya. Unajiuliza, kwa nini sisikii sauti ya Mungu? Je, Mungu ameacha kusema au kuna kitu ndani yako kinachoziba sauti yake? Ukweli ni huu. Watu wengi wanataka kusikia sauti ya Mungu, lakini hawataki kuacha tabia zinazomfukuza Mungu. Kuna tabia ndogo kwa macho yako, lakini kubwa sana mbele za Mungu. Tabia ambazo zinajenga ukuta usioonekana kati yako na sauti yake. Na jambo la kutisha ni hili: unaweza kuwa unaomba kila siku, lakini bado usipate majibu kwa sababu ya tabia chache unazozipuuzia. Katika video hii utaenda kugundua tabia 13 hatari unazopaswa kuziacha haraka ili ufungue masikio yako ya kiroho na kuanza kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie tabia 13 hatari unazopaswa kuziacha haraka ili ufungue masikio yako ya kiroho na kuanza kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Namba 1, tabia ya dhambi isiyotubiwa. Hii ndio kikwazo kikubwa kuliko vyote. Dhambi inapokaa ndani ya mtu bila toba, inakata mawasiliano kati yako na Mungu. Ni kama ukuta unaotenganisha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 59 na mstari wa 2 imeandikwa nukuu, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Maana yake Mungu bado yupo, lakini huwezi kusikia sauti yake kwa uwazi. Solution hili: tubu kwa moyo wa kweli kila siku na uache dhambi hiyo. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, ili uweze kusikia. Tabia ya kwanza ambayo inazuia watu kusikia sauti ya Mungu ni tabia ya dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa, kuishi maisha ya dhambi pasipo toba. Hii ni tabia mojawapo ambayo inasababisha usiweze kuisikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya pili ni tabia ya kupuuza sauti ndogo ya Mungu. Mungu mara nyingi haongei kwa kelele, huongea kwa sauti ya utulivu ndani ya moyo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 12 imeandikwa, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kumsikia Mungu kwa sababu wanataka ishara kubwa, wanapuuza hisia za ndani ambazo Mungu anaweka. Ukianza kupuuza mara kwa mara, sauti ya Mungu hupungua. Kwa hiyo hili ni jambo la pili, tabia ya pili ambayo inazuia wewe au inakufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu, ni tabia ya kupuuza sauti ya Mungu. Lakini tabia ya tatu ni tabia ya kiburi. Tunasema pride, tabia ya kiburi. Kiburi kinamfanya mtu aamini anajua kila kitu na hivyo hawezi kumsikia Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 6 imeandikwa, Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo mtu mwenye kiburi hasikilizi, hapokei maonyo, harekebishiki. Mungu huongea na moyo mnyenyekevu, si moyo mgumu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu mwenye tabia ya kiburi, basi tabia hiyo itakufanya usiweze kusikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 4 ni tabia ya kukosa utulivu kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 46 na mstari wa 10 imeandikwa, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Kwa hiyo tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Kwa hiyo ili umsikie Mungu unahitaji utulivu wa ndani, unahitaji muda wa kimya. Kwa hiyo tabia ya kukosa utulivu kwa Mungu inakufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 5 ni tabia ya kutokujali neno la Mungu. Watu wengi wanataka kumsikia Mungu lakini hawasomi Biblia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 27 imeandikwa, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Ukweli ni huu, sauti ya Mungu inathibitishwa kupitia neno lake. Usiposoma neno hutajua sauti yake. Kwa hiyo
kutosoma neno la Mungu au kupuuzia neno la Mungu, hii ni tabia mojawapo ambayo itakufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu. Na tabia hii imekuwa ikiwatesa watu, tabia ya kutokujali neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa mtu ambaye unapenda kusoma neno la Mungu, hii itakusaidia kuweza kuisikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Kwa hiyo tabia ya kutokujali neno la Mungu inakufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 6 ambayo inasababisha usiweze kuisikia sauti ya Mungu ni tabia ya kuongozwa na hisia. Tunasema emotions over spirit. Kama unaongozwa labda na hasira, hofu, tamaa, utasikia sauti za hisia, si sauti ya Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 na mstari wa 9, imeandikwa moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo hisia zinaweza kukudanganya, kukupotosha na kukufanya uchukue maamuzi mabaya. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa litambue. Kwa hiyo tabia ya kuongozwa na hisia inakufanya usiweze kusikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 7 ambayo inazuia wewe kuisikia sauti ya Mungu ni tabia ya kutokutii, disobedience, tabia ya kutokutii. Hii ni hatari sana kiroho. Mungu akizungumza mara moja na utii, kwa nini azungumze tena? Kwa hiyo Mungu anakuacha. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 23 utaona imeandikwa mtu akinipenda atalishika neno langu. Kwa hiyo kutokutii kunafanya sauti ya Mungu kupotea polepole, uongozi wa Mungu kusimama. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye hautii sauti ya Mungu, hutii kile Mungu anachokisema, basi tabia hii unatakiwa utambue itakufanya au itasababisha wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu. Ukiwa ni mtu ambaye hutii sauti ya Mungu, hutii Mungu anasema nini, basi tabia hii inasababisha Mungu aache kusema na wewe. Lakini tabia ya 8 ni tabia ya kukosa imani. Imani ndiyo njia ya kuunganisha sauti ya Mungu na maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6 imeandikwa, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukikosa imani, utasikia lakini hutaamini, utapokea lakini hutachukua hatua. Kwa hiyo hii ni tabia ambayo inawagharimu watu wengi, wanashindwa kuisikia sauti ya Mungu. Tabia ya kukosa imani, kutokumwamini Mungu. Yaani ukikosa tu hata imani ndio njia ya kuunganisha sauti ya Mungu na maisha yako. Kwa hiyo ukikosa imani utasikia lakini hutaamini. Kusikia utasikia kwa sababu huna imani, hautaamini. Lakini kupokea utapokea lakini hautachukua hatua. Kwa hiyo ni tabia hatari sana ambayo inakufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu, kutokuamini. Lakini tabia ya 9 ambayo inasababisha usiweze kuisikia sauti ya Mungu ni tabia ya kukosa subira. Watu wengi wanataka majibu ya Mungu kwa haraka sana, lakini Mungu hufanya kazi kwa wakati wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31 imeandikwa, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Tatizo ni hili, unapokosa subira unaanza kujijibia mwenyewe. Unachukua maamuzi kabla Mungu hajazungumza. Mungu huzungumza kwa wale wanaojua kusubiri. Tabia ya 10 ni tabia ya kutegemea akili zako pekee. Kuna wakati akili yako inaonekana sahihi lakini si mapenzi ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 imeandikwa, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hii tabia husababisha kupuuza mwongozo wa Mungu, kujiamini kupita kiasi. Kwa hiyo sauti ya Mungu mara nyingi hupingana na mantiki ya kibinadamu. Kwa hiyo tabia ya kutegemea akili zako pekee inaweza kukufanya usiweze kuisikia sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 11 ni tabia ya kukaa mbali na maombi. Maombi ndio njia kuu ya mawasiliano kati yako na Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia 33 na mstari wa 3 imeandikwa, niite nami nitakutikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kwa hiyo usipoomba hutauliza, na usipouliza hutapewa majibu. Hakuna mawasiliano bila maombi. Tabia ya 12 ambayo inazuia wewe usisikie sauti ya Mungu ni tabia ya kujaa hofu. Hofu huzima sauti ya Mungu ndani yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 1 na mstari wa 7 imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo hofu inafanya usisikie ukweli,
usichukue hatua hata kama umesikia. Mungu huongea kwa ujasiri, si kwa hofu. Kwa hiyo tabia ya hofu inakufanya usisikie sauti ya Mungu. Lakini tabia ya 13 ni tabia ya kukaa na watu wasiomsikiliza Mungu. Mazingira yako yanaweza kuharibu uwezo wako wa kumsikia Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33 imeandikwa, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo ukikaa na watu wenye dhihaka, wenye dhambi, wanaopinga mambo ya Mungu, sauti yao itazidi sauti ya Mungu ndani yako. Siri kubwa ni hii ambayo unatakiwa kuitambua. Kuna jambo moja watu wengi hawajui. Mungu hasemi na mtu asiye tayari kubadilika. Ndio maana kusoma kitabu cha Zakaria sura ya kwanza na mstari wa 3 imeandikwa, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Kwa hiyo hii ndio kanuni. Ukimkaribia Mungu, sauti yake inakaribia. Ukijitenga, sauti yake inapotea. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.